Tena katika nyumba hii tunaitanishwa naye ili tuweze kusikia neno la Mungu na tusikie ni nini Bwana anatuambia asubuhi ya leo. Kwa hivyo salimia mwenzako karibu na wewe, mwambie Bwana asifiwe. Simwambie Bwana asifiwe. Na umwangalie kwa macho, uangalie kama anakuona. Mwambie Bwana asifiwe. So we thank God and we welcome us again in the house of the Lord. Na tunashukuru kwa sababu Mungu ako pamoja nasi na ana mpango mwema juu yetu. Na kwa hivyo ningetaka waimbaji tuje tu, ningetaka tuinue mikono yetu na tumwambie Bwana ni asante. Pastor Sami, shall we come and we just lift up our hands before the Lord and we have time to thank God. Just lifting up our hands to the Lord and we tell the Lord thank you. I just want us to say thank you, thank you, thank you before the Lord. And na unaweza kumwambia ni asanti kwa sababu ya afya njema ya mwili, asanti kwa sababu ya maisha yako, asanti kwa mahali ametufikisha. Let's just have time to just lift up our hands and we tell God thank you, thank you, thank you. We just go before the Lord. Just for 2-5 minutes we give a sacrifice of thanksgiving before the Lord. Oh
twasema ni asante. Twasema wewe ni Alfa na Omega. Ni wewe ulianza kazi njema ndani yetu, na ni wewe unaweza kuileta kwa kuikamilisha wakati unaofaa. Twanyenyekea tukiwa mbele zako na twakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu. Utukuzwe na uinuliwe milele. Na twasema hakuna mwingine kama wewe. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi tumeomba. Amen. Amen. Let's get seated. I want to welcome all of us in the house of the Lord this morning. And we thank God because this is the day that the Lord has made. And we are going to rejoice and be glad in it. And we want to confess and say that it has taken the hand of the Lord for us to be here this morning. And we do not have enough words to say thank you to the Lord for the many things that He has done for us. So we come in His presence to give our sacrifice of praise, to express our gratitude to Him, and to tell Him thank you for the way He has carried us throughout the week. And we thank God. Let me first of all thank our young people. Let me see the youths that are with us today. Vijana wale wako hapa, simameni, naona Claudio na wengine. Stand up all of you. Yeah, this team together with others, they were here yesterday. And I was so impressed by the way they were working, their teamwork. The seats that you are sitting on, they washed all of them. Then they washed the whole of the sanctuary, plus our doors and windows. And I want to thank you very sincerely for your effort and for what the Lord is doing in your life. And I'm proud of you. This is a great team that the Lord has given us. Situwapongeze kwa makofi kwa ushirikiano mwema. Thank you so much. Thank you. I want us to go to our message. And throughout this year, for the last few Sundays, we have been talking about the power of vision. And my intention is to pray us to cast our vision. Kwamba sisi tukaweze kuelekeza maono yetu, and also to make the good resolutions for the year, na pia kufanya maazimio bora ya mwaka. Because you remember we said a man without a vision is a man without a future. Tulisema ya kwamba mtu asiye na maono ni mtu asiye na hatima. A man without a future will always return to his past. Na mtu ambaye hana kesho yake atarejelea yale yaliyopita. So we do not want to go back to our past. Hatutaki kuyarejelea yaliyopita. But we want to press on. Lakini tungependa kuendelea na mwendo. And that's why we have taken time to think about the vision that we have. Na hiyo ndio inayotupelekea sisi kuchukua nafasi kutafakari kuhusu maono tuliyonayo. On Sunday we finished by discussing how
receive a vision. Jumapili iliyopita tukamalizia kwa kujadiliana ni jinsi gani tunaweza kupokea maono. And for the sake of just going doing a short recap, na ili tuweze kurejelea kwa kidogo ili tujikumbushe, let me tell you how we receive a vision. Wacha niwaelezee ni jinsi gani tunavyopokea We maono. said that you can receive a vision through a spiritual revelation. Tulisema ya kwamba tutaweza kupokea maono kupitia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. So the Holy Spirit can reveal a vision to you. Roho Mtakatifu aweza kukufunulia maono. Just like we read in Acts chapter 26 verse number 12 to 19. Kama tulivyosoma katika Matendo ya Mitume 26:12 mpaka 19. Where we saw Paul himself got this vision. Tunapomwona Paulo mwenyewe akipokea maono. And he said, I was not disobedient to the vision that I received. Na akasema mimi sikukosa kuwa mtiifu kwa maono niliyopokea. So there are times that God will give you a revelation. Kwa hivyo kuna wakati ambapo Mungu atakupa ono On what you need to do. kuhusu ni nini cha kupasa wewe kufanya. And this revelation might be for your spiritual life. Na ono hili laweza kuwa ni kuhusu maisha yako ya kiroho. God can give you a revelation. I've had people receiving a revelation of the business that they need to do. Mungu aweza kukupa ono. Nimeona watu wakisema kuhusu maono waliopata ya kuhusu biashara ndogo. So you can get a spiritual revelation. Waweza kupata ono la kiroho. And it is always important to seek the Lord. Na hivyo basi ni vema sana kila wakati kumtafuta Bwana. To give you a spiritual revelation. Ili aweze kukupa ono la kiroho. And always to tell God, help me not to be asleep. Na kila wakati kumwomba Bwana nisaidie nisije nikasinzia. And always to be sensitive when you are feeling something to me. Na kila wakati kuwa na usikivu wakati unaponifunulia jambo. Because God can be giving you a spiritual revelation. Kwa sababu Mungu aweza kuwa akikufunulia. And your mind can be too young. Nayo mawazo yako yawe ni machanga zaidi. Or naive. Ama yaweze kuwa hayajakomaa kikamilifu. To an extent that you don't understand that it is God who is speaking to you. Hivi kwamba usiweze kung'amua ya kwamba ni Mungu anayekufunulia. Example of this is Samuel when the Lord started talking to Samuel. Mfano wa haya ni Samueli wakati Mungu alipojifunulia kwake. You remember Samuel could hear a word. Wakumbuka kwamba Samueli angesikia neno. Or he could hear that word which was coming to the Lord. Angesikia sauti hiyo iliyokuwa ikitoka kwa Bwana. But he didn't know it was the Lord who was speaking to him. Lakini yeye hakutambua kwamba ni Mungu mwenyewe alikuwa yamzungumzia. Until he went to Eli. Hadi alipoenenda kwa Eli. So there are times that God will speak to us. Kwa hivyo kuna wakati ambapo Mungu atatunenea. And we do not understand that it is the Lord that is speaking to us. Usiweze kung'amua ya kwamba ni Mungu anayetunenea. May God give us the ability Ombi ni kwamba Mungu anatupa na uwezo to discern the voice of the Lord. kuweza kung'amua sauti ya Bwana. To know the spiritual revelation. Kujua ufunuo wa kiroho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Can you just lift up your hand and say, God, Inua mkono wako kumwambia Mungu, help me to discern your voice. nisaidie ning'amue sauti yako. And to discern that spiritual revelation. Na ning'amue ufunuo huu wa kiroho. Because all of us in one way or the Kwa other, sababu sisi sote kwa njia hii au nyingine. there are times that God speaks to us. Kuna wakati ambapo Mungu hutunenea. I pray that you will be sensitive to the move of the Holy Spirit in your life. Naomba tukaweza kuwa na usikivu na kuweza kuhisi mwondoko wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Can you say amen? Tuseme amina. Are you praying that you be receptive to the voice of the Lord? Kuweza kupokea sauti ya Bwana. Je, waomba vile? Amen. Amen. The second way of receiving a revelation or a vision Njia ya pili ya kupokea ufunuo ama ono is through deep concern. ni kwa kupitia ule mguso mkubwa
mkubwa kusikia kwamba wahusika. In other words, God giving you a burden. Kwa njia nyingine, Mungu kukuweka ule mzigo. And we read the word in the book of Nehemiah. Na tukasoma katika kitabu cha Nehemiah. Nehemiah chapter 1. Nehemia 1 sura ya And 1. remember, Nehemiah heard what was happening in Jerusalem. Naye Nehemia akasikia yale ambayo yalikuwa yakitendeka Yerusalemu. And he heard how the gates of Jerusalem were torn down. Na akajua jinsi ambavyo malango ya Yerusalemu yalikuwa yameangushwa. And how the walls were desolate. Na vile ambavyo kuta zilikuwa zimeharibika. And he had a deep concern. Na akawa na mzigo ule. A burden. Akawa na ule mzigo. To go and rebuild the walls of Jerusalem. Kuenenda na kutengeneza upya kuta za Yerusalemu. His vision that he received Ono lile ambalo alilopokea came from the information that he received. ulikuja kutokana na ujumbe ambao yeye aliopokea. This was not a supernatural revelation, Hii haikuwa ni ufunuo aliofunuliwa na Mungu, but it came from the information that he got. lakini ilitokana na ujumbe ambaye yeye alipokea. There are times that you get information, Kuna wakati ambapo unapata habari, and through that information, na kupitia kwa habari zile the Lord will give you a vision. Mungu atakupa ono. Sometimes it is when the preacher is preaching. Wakati mwingine ni wakati mhubiri anapohubiri. When I am speaking here, Ninaponena hapa and I'm giving you some information, na ninawapa ujumbe fulani, the Lord, you might start receiving a vision. ni lazima uanze kupokea ono, Or you may be getting information. ama waweza kuwa ukipata habari. There are times that when our missionary here comes and tell us what she is doing in Tana River, Kuna wakati ambapo mishonari wetu Julia huja hapa na kutuambia ni yapi yanayofanya kule Tana River, then you can capture a vision. na waweza hapo kushika lile ono. So Nehemiah Kwa hivyo Nehemia heard what was happening, akasikia yale ambayo yalikuwa yakiendelea, and he became very concerned. na yeye akapata ule mzigo. In fact, Nehemiah chapter 1 verse number 4, Ukisoma Nehemia 1 aya yake ya 4, the Bible talks of how Nehemiah was moved. Biblia inasema kuhusu vile ambavyo Nehemia aliguswa na jambo And hili. he said, when I heard these things, Na nasema ya kwamba nilipoyasikia mambo yale, I sat down and wept. nikaketi nikalia. And he said he mourned and fasted for several days Anasema ya kwamba aliomboleza na kufunga kwa siku kadha, and prayed before the God of heaven. na akamwomba Mungu wa mbinguni. So God will give you a burden. Kwa hivyo Mungu atakupa mzigo. The Lord may give you a burden of this house. Mungu aweza kukupa mzigo wa nyumba hii. The Lord may give you a burden of a certain family. Mungu aweza kukupa mzigo kuhusu familia fulani. The Lord may give you a burden of doing something. Mungu aweza kukupa mzigo wa kufanya jambo fulani. The Lord may give you a vision Mungu aweza kukupa ono from that concern. kutoka kwa mzigo ule. So it is very important also Kwa hivyo ni muhimu sana pia to be sensitive to the Holy Spirit, kuwa na usikifu wa Roho Mtakatifu, because some circumstances that comes to us kwa sababu mambo mengine ambayo hutujia sisi are an indication ni mambo yanayoashiria that the Lord is leading you to do something. kwamba Bwana anakusukuma na kukuongoza kufanya jambo fulani. So do not just allow things to happen, Usifanye tu ama kuacha mambo tu yafanyike hivi, but it is always important lakini kila wakati ni muhimu to ask yourself, kujiuliza mwenyewe, what are you saying, Lord, through these circumstances? Mungu unasema nini kupitia mambo haya? What are you telling me through these circumstances? Mungu wasema nini kwangu kupitia mandhari haya? Because God speaks through Kwa circumstances. sababu Mungu huongea kupitia mambo tofauti tofauti. And the third thing that we said, how we receive a vision, Na jambo la tatu tulilonena kuhusu vile ambavyo tutapokea ono is through impartation. ni kuhusu
impartation and association. Kuhusu kule kufukizwa ama kujihusisha. You know, when you associate with me, wakati unajihusisha nami, or when we work together, ama wakati tu pamoja, there is something that you receive. Kuna kitu ambacho wewe hupokea. As I was growing up, nilipokuwa nikikua, and in the ministry as a young minister, katika huduma kama mhudumu mchanga, I was growing up under the late bishop. He was called Bishop Stephen Kiguru. Nikaweza kukua chini ya ulezi wa yule Bishop wetu Kiguru. And I could go home in my up country, na mimi ningeenda nyumbani kule kwetu kijijini, and people knew how that bishop was preaching. Na watu wamejua ni jinsi gani yule bishop ama askofu alivyokuwa akihubiri. And they could say he is preaching like Bishop Kiguru. Wao wangesema mahubiri yake yanafanana sana na askofu Kiguru. This is impartation. Huu ni kufukizwa. And I believe even as I speak here, na ninasema hata ninapoendelea kunena hapa, there are people when they go out and minister, na watu ambao wakiondoka kutoka hapa kwenda kuhudumu nje, because of listening to me, kwa sababu ya kunisikiza kwa wakati mwingi, and receiving, they receive this impartation, na kupokea kufukizwa huku, because of this association, kwa sababu ya kuhusiana nami. Deuteronomy chapter 34 verse number 9. Kumbukumbu la Torati 4:9. It is talking about how Joshua received this impartation. Inaongea kuhusu vile Joshua alipopokea alipofukizi. It is important for you to know, na ni muhimu kwamba kujua, that it is Moses ya kwamba ni Musa who received the vision of delivering the children of Israel. aliyopokea ono la kuongoza wana wa Israeli. Then Joshua was working under him. Na Joshua akawa akifanya kazi chini yake. And the Bible says that for 40 years, na Biblia inasema ya kwamba kwa miaka 40 Joshua was the servant of Moses. Joshua akawa akimtumikia Musa. Or we can say he was the PA of Moses. Kama tunaweza kusema ya kwamba yeye ndiye alikuwa msaidizi wa Musa. He was the personal assistant of Moses. Yeye akawa akifanya kazi karibu sana na Musa. But as Moses ministered, na wakati ambapo Musa alipokuwa akihudumu, Joshua received the impartation. Joshua akafukiziwa ile huduma. And you can see Joshua's vision, na waweza kuona ya kwamba ono la Joshua was the same as that of Moses. ilikuwa ni kama ono ile ya Musa. Joshua hung around with the man of vision, Joshua akakaa karibu na mtu wa maono, and he received impartation. na yeye akapata upako ule. And there are many people who hung around with others. Na kuna watu wengi waliokaa karibu na wengine. We have Elisha. Tuna Elisha. Elisha followed Elijah. Elisha akamfuata Elia. And when Elijah was taken up, na wakati Elia alipochukuliwa, Elisha received his clothes. Elisha akapokea lile vazi lake. And he had the impartation of Elijah. Akafukiziwa nguvu zile za Elia. He started ministering and performing miracles like Elijah. Akaanza kufanya mambo ya miujiza kama vile Elia alivyokuwa akifanya. We have Paul and Timothy. Na Paulo na Timotheo. All these people, they followed, they were impacted, and there was an impact in their life. Watu wote walipata uguzo kutoka kwa wale waliofuata. The people that you associate with, watu ambao unajihusisha nao, they have impact in your life. Wana uguzo fulani katika maisha. And that is why it is very important. Na hiyo ndio maana ni muhimu sana in your life katika maisha yako, to take care of the people you associate with. Kulinda sana wale ambao unajihusisha. Because the people that you relate with, kwa sababu watu ambao unahusiana nao, influences you. Wale wana mguso katika maisha yako. Sometimes you do not know they are influencing you. Wakati mwingine hujui ya kwamba wanayaguza maisha yako. But after some time you will know that they are influencing you. Lakini baada ya muda utaona ya kwamba kuna athari fulani zinazotokana na kuhusika
katika If kwako. those people are very negative in their approach, Kama watu wale ni watu ambao mtazamo wao ni mbovu, they are always criticizing, kila wakati wanaona mabaya, they are rumor mongers, kila wakati wanasengenya, you will find yourself eventually becoming a rumor monger. utajikuta ya kwamba pia wewe umeingiwa na lile jambo la kumsengenyaji. So who are those people that you hang around with? Hivi basi ni watu gani hawa unaojihusisha nao? It is very important for you to choose your Ni company. muhimu sana kwako kujua kuchagua washirika wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Can you look at the person next to you? Mwangalie ndiye karibu nawe. Umwambie, choose your company well. Chagua vizuri unaoshiriki nao. Choose the people that you associate with well. Chagua vizuri watu unaohusiana nao. And this applies in all sectors of life. Na hii inaingilia katika kila nyanja za maisha. Even those people that are doing business. Hata wale watu wanaojihusisha na biashara. If you do business with the corrupt people, ukifanya biashara na watu wafisadi, you will eventually find yourself you are also corrupt like them. Hatimaye unajipata pia wewe umekuwa mfisadi kama wao. If you walk with the thieves, ukitembea na wezi, you will also become a thief. Unajikuta kwamba mwishowe pia utakuwa mwizi. Because there is impartation. Kwa sababu kuna kule kufukiziwa. If those people are not morally upright that you walk with, ikiwa watu hawa hawana maadili ambayo ni bora, you will find yourself there. Utajipata ukiwa vile. If you are always associating with the drunkards, ukiwa unajihusisha na watu walevi, hata wewe utajikuta unakunywa. Eventually you start drinking. Na utaambiwa ni ya mwana. And you will be told ni ya mtoto. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wananisikiliza, nenga na maradhi kiriki. Hero ni ya mwana ndele mungiro. So who are you associating with? Kwa hivyo basi ni nani unayejihusisha naye? Because the people that you hang around with, kwa sababu watu ambao unakaa nao influences your life. Wale wanaathiri maisha yako. There are people who start very well. Kuna watu ambao wanaanza vizuri sana, but they end up very bad. Lakini wanamaliza vibaya sana. Because of associating with the people that pass long values to them. Kwa sababu ya kujihusisha na watu ambao wanapitiza maadili mabaya kwao. And that is why it is very important. Na kwa hivyo basi hii ndiyo sababu hii ni muhimu sana. If you find the people that you are associating with are not adding value to you, ya kwamba ukiona kwamba wale watu unaojihusisha nao hawaongezi dhamana kwa maisha yako, disconnect. Ujiondoe. Cut that relationship. Ukate uhusiano ule. Hata ikiwezekana futa hiyo namba kwa simu yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are we talking? Tunaongea. Yes, if you find those people they are passing long values to you. Ukiona ya kwamba watu haya mambo ambayo yanaletwa kwako nao ni mabaya, and they are having a negative influence in your life, na kwamba athari ambazo wanaleta kwa maisha yako ni zile hazifai, it is the high time you disconnect with those people. Ndio wakati bora zaidi wa kujikatanisha and connect yourself to people of value. Jiunganisha na watu wenye maadili bora. Because men and women who are of value are many. Kwa sababu watu wake kwa waume walio wa thamani ni wengi. So pray God to give you valuable people. Kwa hivyo muombe Mungu akupe watu watakaoleta thamani. People that will add value to your life. Watu watakaoongeza thamani katika maisha yako. People that will add value to your business. Watu watakaoongeza thamani katika biashara yako. People that will add value to your calling. Watu watakaoongeza thamani katika mwito wako. People that will add value to your marriage. Watu watakaoongeza thamani kwa ndoa yako. Sometimes even those people that are married. Wakati mwingine hata watu walio katika ndoa. You associate with the people who do not respect marriage. Waweza kujihusisha na watu ambao hawaheshimu ndoa. And you find that you are impacted negatively. Na waweza kupata kwamba athari ambao unapata ni athari isiyofaa. Especially katika enzi zetu. Especially mahina ile maya maitu.
Mnanisikiliza? Nimurajibwa. Nilisikiliza, lakini nilisikia hawa si watu waliookoka. Unaona kwamba wakienda pale wana exchange their wives. Na wakati wa kudansi sasa, wewe unadansi na wahuyu na wewe unadansi na wahuyu. Nafikiri watahiurania mpaka wapi? How many are listening to me? So you find they erode the family values. It is very important to choose good friends. So you lift up your hand and you say, God help me to choose friends. God give me good friends. God give me good mentors. Because the people that you associate with, they become your mentors. They mentor you. And you borrow their values. If you have good mentors, you grow up to be a good man or woman of God. Praise the Lord. So I was just doing a recap. How you receive a vision. I have said one, you can receive that vision through a spiritual revelation. Secondly, God can give you a burden and a deep concern. And thirdly, I've said is through impartation and association. Today I want to speak to change a little bit. And I want to talk about working towards our targets. As we receive our vision, then we have targets. And we need now to learn how to work towards our targets. When God gives us a vision, how do we walk towards our vision? How do we learn towards what God has revealed to us? And I want to bring like 4 factors or 4 principles that we need to look into as we walk towards our targets. Na ningependa kuleta kwetu kanuni 4 ambazo zaweza kutusaidia ili kuweza kukimbia kwenye lengo letu. And this should be also our prayers this year. Na hii yatupasa kuwa hata ni ombi letu mwaka huu. Because we want to learn towards our target. Kwa sababu tunataka kukimbilia kwenye lengo letu. So your target must be, you must know it. Kwa hiyo ni yakupasa uweze kulijua lengo lako. Because we said the vision, if you have a vision, it is something that you can see. Kwa sababu tulisema ya kwamba ono ni kitu ambacho waweza kukiona. It is a mental image. Ni picha ya mawazo ama taswira. So you can see it. Kwa hivyo waweza kuona. I need not to go back to that. Sitaki kurejelea yale. But the first thing that you need to do, lakini jambo la kwanza ambalo la kupasa wewe kufanya, so that you may run towards your target, ili uweze kukimbilia lengo lako, first thing you need to do, jambo la kwanza, learn to put past failures behind you. Jifunze kuweka kufeli kwa kwanza nyuma. Learn to put past failures behind you. Kufeli kule ulikofeli pale mbele, sahau na kurudisha nyuma. And if you can
Look at Isaiah chapter 42. Na ukiangalia katika kitabu cha Isaya sura ya 42. Isaiah 42. Isaya sura ya 42. Verse number 8 and 10. Aya yake ya 8 na 10. Isaiah 42 verse number 8 and 10. Isaya sura ya 42, 8 na 10. The Lord is talking to his people. Mungu yuanena kwa watu wake. And he's saying, I am the Lord, and that is my name. I will not yield my glory to another or praise to idol. See, the former things have taken place, and the new things I declared before they spring into being. I announce them to you. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake. So the Lord saying, see, the former things have taken place. Bwana anasema, tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, And the new things I declare, na mambo mapya nayahubiri sasa. before they spring into being, I announce them to you. Kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake. Let me talk about memory. Niongee kuhusu ukumbufu. Memory is the capacity to think about those things that happened yesterday. Na memory ni huu uwezo wa kukumbuka mambo ambayo yalifanyika jana. And our memory reminds you of your disappointments. Na hii inakukumbusha kuhusu mambo yaliyokuwa ya jana ambayo hayakufuata. And there are always things that disappointed you in your past. Na ni mambo ambayo yalifanya moyo wako kuvunjika kwa siku ambazo zilipita. There is that exam that you failed. Kuna ule mtihani ambao ulifeli. There is that tender that you lost. Kuna ile tenda ambayo hukuweza kunyakua. There is that thief that who came and stole your money. Kuna yule mwizi aliyekuja na kaiba pesa zako. There is that person who disappointed you. Na kuna yule mtu aliyekuvunja moyo. If you are a young person, kama wewe ni mtu mchanga, somebody promised to marry you and then left you. Kuna mtu aliyekuahidi ya kwamba angekuoa kisha akakuacha. And left you and you are disappointed. Na akakuacha na akakuvunja moyo. You will always have things that you can remember. Na utakuwa na mambo ambayo utakumbuka. That it disappointed you. Ambayo yalikuvunja moyo. But I want to say that the past has happened. Lakini nataka kusema ya kwamba ya kale yamekuwa. The past is that which has happened. Yale ya mbele yalifanyika. And for you to be able to move to your target, na ili uweze kuendelea kwenye lengo lako, you need to learn, unahitaji kujifunza, to put your past behind you. Kuyasahau yaliyopita. Your past failures behind you. Kufeli kwa mwanzo unakusahau. And you move forward. Na uweze kuendelea. Because you are not tied to your past. Kwa sababu hujafunganishwa na yale yaliyopita. You have a vision. Wewe unaona. And we said a man without a vision. Sema kwamba mtu asiye na maono will always go back to his past. Kila wakati atarejelea yaliyopita. But may God give us a vision. Lakini Mungu atupe ono. And a target. Na atupe lengo. So that we may move forward. Ili tuweze kuendelea mbele. The future is your anticipation. Hatima yako iwe ni yale ambayo unatarajia. Those things that are ahead of you. Mambo yaliyo mbele yako. The future has not happened. Yale ambayo hayajafanyika. But the past has already happened. Yale ya mwisho ya mwanzo yamepita tayari. And there is nothing you can do about it. Kuna ambacho waweza kufanya kuhusu yaliyopita. So learn to move forward. Jifunze kuendelea mbele. And let me caution us. Na hapa ni tahadhari. That it is easier to go back to your past. Kama ni rahisi sana kurejelea ya kale. Because you have the experience of your past. Kwa sababu yale tayari umekwisha yashiriki na kuyajua. But may God help us. Lakini Mungu na atusaidie. To put our failure behind us. Tusahau kule kuanguka kwetu na kukuweka nyuma. And our past memory behind us. Na yaliyopita tuyaweke nyuma.
And let us move forward. na tuendelee kusonga mbele. The Lord is saying, Mungu anasema, I am the Lord, mimi ni Mungu, and this is my name. hilo ndilo jina langu, I will share my glory with no person. ya kwamba utukufu wangu sitampa mwingine. And he says, see the former things that have taken place. Tazama mambo ya kwanza yamekuwa. I believe the Israelites, they might have backslidden, Nafikiri kwamba Waisraeli walikuwa wamerejelea and they started worshiping idols. na wakaanza kuabudu sanamu. But now the Lord is telling them, Lakini sasa Mungu yuwaambia, don't remember those things that you usikumbuke did. mambo haya sasa. Don't remember that you worshiped idols. Usikumbuke ya kwamba mulianguka na kuabudu But sanamu. now move forward. Lakini sasa songeni mbele. Praise the Lord. Asifiwe. Hallelujah. Haleluya. In fact, in verse number 10, Ukiangalia aya yake ya 10, he tells them, look at verse number 10. angalia ya 10. Sing to the Lord a new song now. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. His praise from the ends of the earth. Na sifa zake tokea mwisho wa dunia. You who go down to the sea, Ninyi mshukao baharini and all that is in it. na vilivyomo vyote, You islands, and all who live in them. na visiwa nao wakaao humo. Sing a new song. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I want us to change our song now. Na ningependa tubadilishe wimbo wetu sasa. So we can change our song now. Sitaweza kubadilisha wimbo wetu Now sasa. we stop talking about how bad year 2020 was. Tuache kuongea kuhusu vile mwaka wa 20 ulivyokuwa mbaya. May God give you a new song now. Mungu atupe wimbo. Sinua mkono wako useme, God give me a new song. I don't want to sing about yesterday. Sitaki tuongee tena kuhusu How things were bad yesterday. vile mambo yalivyokuwa mabaya jana. How things were bad yesterday. Vile mambo yalivyokuwa magumu jana. Because yesterday will depress you. Kwa sababu jana itakupa uzito wa nini. Si uinue mkono tena mwambie, God give me a new song. Can God give you a new song? Je, Mungu aweza kukupa wimbo mpya? So sing a new song to the Lord. Kwa hivyo mwimbieni Bwana wimbo mpya. Talk of what God can do. Unena kuhusu yale ambayo Mungu aweza kufanya. Change your vocabularies. Badilisha maneno yako. Bwana asifiwe. Amen. There are people who dwell so much in the past. Unajua kuna watu wanakaa sana kwa mambo ya kale. Yesterday we did not do this, we did not do things well. Hili hatukufanya lile. May God help us. Mungu anatusaidia. And we think of how better we can do things down. Na tujiulize tuweza kufanya mambo kwa ubora. Tuko pamoja. Are we together? See, you look at the person next to you and amwambie, change your vocabulary now. Badilisha maneno yako sasa. Anza kusema mambo mazuri juu ya maisha yako. Start talking positive things in your life. Anza kusema mambo mazuri kuhusu hata jamii yako. Anza kusema good things even concerning your family. Tuko pamoja. Don't capitalize on those bad things your children did. Usitilie maanani sana yale mambo mabaya watoto wako waliosema na kufanya. I had a bad experience a few days ago. We were coming from a funeral of one of my relatives. Juzi tulitoka kwenye matanga ya mmoja wa jamaa yetu na nikakuwa na hali ambayo haikuridhisha. And it so happened we discussed one of our relatives who was not very good sometime. Na ikawa tulizungumzia kuhusu mmoja wa jamaa yetu ambaye hajakuwa mtu mzuri sana. He was not very good at first, but the Lord changed him. Hakuwa mzuri sana siku za awali, lakini Mungu alimbadilisha. And we capitalized so much on the many bad things that happened to his life. Na sisi tukatilia sana mkazo kwa yale mambo mengi mabaya yaliyofanyika katika maisha yake. And at the end of the day, I felt so depressed. Na pale mwishowe mimi nikafinyika sana moyoni. I felt so bad. Nikahisi ambaye amefinyika sana. And it was a wake-up call. I should not have concentrated on the things, on those bad things. Kama ni mwamko katika maisha yangu ya kwamba ama kwa kweli singejihusisha. Because at a certain point in time, the Lord changed the situation. Kwa sababu wakati mmoja katika nyakati Mungu aligeuza hali. And the person started becoming a very good Na person. yule mtu
mtu akageuka akaanza kuwa mtu mzuri sana. But we concentrated so much on the bad things. Lakini sisi tukarejelea na kutilia mkazo sana yale maovu. When you concentrate so much on failure, ukikaa sana kurejelea mwanguko, your mind starts failing. Mawazo yako yanaanza kuanguka. So may God heal us from the past memories. Tusaidie kutoka kwa kumbukumbu za kale. Bwana asifiwe. Amen. Sijui mume wako amekupitishia uchungu gani? Sijui mke wako amekupitishia uchungu gani? Lakini unaweza kuangalia mbele. Bwana asifiwe. Amen. Na mkubaliane. Na muangalie kwa sababu maisha yako mbele hayako nyuma. How many are listening to me? Si maisha iko mbele. Don't concentrate on the past. Let me read a text in Philippians chapter 3 verse number 13. So that I may come out of that point. And Philippians chapter 3 verse number 13. Wafilipi 3:13. It is Paul who is saying, I am pressing on. Ni Paulo anayesema ya kwamba ninasonga mbele. And he says, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Na anasema, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. You forget what is behind, unasahau yaliyo nyuma, and you press on, na kuendelea kuchuchumilia. Verse number 14 he says, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. 14 anasema, nakaza mwendo niifikirie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Press forward. Kaza mwendo. Bwana asifiwe. Amen. Sifanye hivi useme I will press forward. Ya kwamba nitakaza mwendo. I will forget what is behind. Nitasahau yaliyo nyuma. I will press forward. Nitaendelea mbele. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So forget about the past. Sahau mambo yaliyo ya nyuma. Forget about those people who disappointed you. Sahau wale watu ambao walikufanyia maovu. Forget that project that you did not finish. Sahau mradi huo ambao haukumaliza. Press forward. Bwana asifiwe. Second thing, jambo la pili, for you to work towards your target, ili uweze kuendelea kufikia lengo lako, the second thing that you need to do, jambo la pili ambalo la kupasa ufanye, is to protect your prophetic destiny. Ni kulinda hatima yako ya kinabii. Protect your prophetic destiny. Linda hatima yako ya kinabii. 1 Timothy chapter 1 verse number 18. Timotheo wa kwanza. 1 Timothy chapter 1 verse number 18. Sura ya kwanza 18. 1 Timothy. Timotheo wa kwanza chapter 1. Sura ya kwanza. Verse number 18. Aya yake ya 18. Timothy my son, I am giving you this command in keeping with the promises once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well, holding on to faith and good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to faith. Mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri, uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Protect your prophetic destiny. Ulinde hatima yako ya unabii.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. So Timothy was told by Paul, Timotheo akaambiwa na Paulo, my son, na mwanangu Timotheo, I am giving you this command na kukabidhi agizo hilo in keeping with the promises niwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii once made in your life yaliyotangulia juu yako and about you. Kukuhusu wewe. It is very important for us to protect our prophetic destiny. Ni muhimu sana tulinde unabii uliotabiriwa wa hatima yetu. When the parents of Moses gave back to Moses, wakati wazazi wa Musa walipomzaa Musa, the Bible says, Biblia inasema, they saw that he was a fine child. Wakaona kwamba anapendeza. So remember the children, Moses, how Moses was born. Waweza kukumbuka vile Musa alivyozaliwa. And the circumstances that surrounded the birth of Moses. Na mambo yaliyokuwa yanajiri wakati wa kuzaliwa kwa Musa. The king of Egypt, mfalme wa Misri, had declared that all the male children should be killed. Alikuwa ametangaza kwamba wana wa kiume wote waliozaliwa kwa Waisraeli wangeuawa. But when Moses was born, lakini wakati Musa alipozaliwa, the parents of Moses had a revelation. Wazazi wa Musa wakawa na ufunuo. And they saw destiny. Na wakaona hatima in this child. Katika mtoto huyo. And the Bible says, na Biblia inasema, they saw he was a fine child. Wakaona kwamba alikuwa mtoto aliyependeza. And in spite of the circumstances, na dhidi ya yote yaliyo chini, they were ready to protect the child. Walikuwa tayari kumlinda yule mtoto. And the Bible says they hid the child for 3 months. Na Biblia inasema kwamba wakamficha mtoto yule kwa miezi 3. And even when they could not hide him anymore, na ilipofika kwamba hawangemficha tena, the Bible says, Biblia inasema, they prepared a basket. Wakatayarisha kikapu. And then they put the child in the river. Na kisha wakamficha mtoto kwenye mto. It is like now they did what they could. Ni kama sasa walifanya yale ambayo wangeweza. Then they prepared a basket. Kisha wakatengeneza kikapu. And they left the child in the hands of God. Na wakamwacha mtoto kwenye mikono ya Mungu. They protected the destiny. Wakalinda hatima. Praise the Lord. So all of us have a prophetic destiny. Kwa hivyo sisi wote hatima yetu ni ya unabii. The parents of Moses were determined. Wazazi wa Musa walikuwa wameazimia to protect Moses against the king's declaration. Kumlinda Musa kutokana na tangazo la mfalme. And they were not ready to frontier their destiny to destruction. Na hawakuwa tayari kuacha hatima yake iende kwenye uharibifu. Listen to me very carefully. Nisikize vizuri sana. They were not ready. Hawakuwa tayari. You know, if they give back the mothers were giving back to their children. Wale wamama walikuwa wakijifungua watoto wao. When they realized this is a male child, wakigundua ni mtoto wa kiume, they give him up, wangepatiana to be destroyed, ili aweze kumalizwa. But these parents, lakini wazazi hao, were not ready, hawakuwa tayari to frontier, kutoa their dream, ndoto yao, to destruction. Ili haribike. Keep your dream. Weka ndoto yako. Bwana asifiwe. Don't frontier. Usitoe your dream, ndoto yako, your vision, ndoto lako, to destruction. Ili haribiwe. Stand firm. Simama kidete. Keep it. Iweke, ilinde. Angalia mtu mwambie keep it. Angalia mtu mwambie keep it. Iweke. Hide it. Ifiche. Angalia mtu mwambie maneno haya ninasema. Mwambie keep it. Iweke. Hide it. Ifiche. Protect it. Ilinde. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Put it in the hands of God. Iweke kwenye mikono ya Mungu. When you cannot hide it anymore, wakati sasa huwezi kuificha tena, place it in the hands of God. Iweke kwenye mikono. Don't allow anybody to destroy your destiny. Usimwachie awaye yote yule aharibu hatima yako. Praise the Lord.
Run away from any destructive behavior. Kimbia kutokana na tabia zozote ambazo zinaleta uharibifu. Any destructive company. Uhusiano wote waleta uharibifu. Attitude or talks. Mtazamo ama maongeo. A person who can kill your destiny. Mtu ambaye anaweza kumaliza hatima yako. Don't surrender your destiny to destruction. Hatima yako kwa uharibifu. You know we are doing declaration this year. Lift up your hand and pray. God, nasema Mungu, help me nisaidie to protect my prophetic hatima yangu destiny. Ya unabii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Can you do it again? Sema tena. Lift up your hand and say, God, Mungu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, help me nisaidie to protect kulinda my prophetic hatima yangu destiny. ya unabii. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu, I will keep it. Say, I will keep it. nitaiweka, I will hide it. nitaificha, I will protect it. nitailinda, I will put it in the hands of God. nitaiweka kwa mikono yako. Praise the Lord. Amen. Do not allow Usikubali adverse circumstances mambo ambayo yanakuzingira to kill yamalize your prophetic destiny. hatima yako ya unabii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Do not give up. Usikate tamaa. Samson was not able to protect his prophetic destiny, Samsoni hakuweza kuilinda hatima yake ya unabii and he died miserably. na akafa kifo kibaya. But Joseph Lakini Yusufu protected akailinda his dreams, ndoto yake and he became a prime minister. na akawa waziri mkuu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I pray that you will be Joseph. Ninaomba ukawe Yusufu. Abia mtu, I pray that you will be Joseph. Ninaomba ukawe Yusufu. You will run away Utakimbia from anything kwa kila kitu that want to kill your prophetic destiny. ambacho mtazamo wake ni kuharibu unabii ama hatima yako ya unabii. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Don't allow Usikubali the lust of the flesh. tamaa za mwili. Are you listening to me? Je, mnanisikiza? Don't allow Usikubali the lust of the flesh, tamaa za mwili the love of money au kupenda pesa to kill your destiny. kumaliza hatima yako. Bwana asifiwe. Inua mkono wako useme, God, help me not to allow the lust of the flesh, the love of money to kill my prophetic destiny. Keep it, protect it, surrender it in the hands of God. Praise the Lord. Take care of what you say even about yourself. Iweni makini sana kuhusu hata yale mambo wasema kujihusu. Build a shield of faith around the word of God. Tengeneza ngao ya imani kuzingira neno la Mungu. Because for you to protect your destiny, kwa sababu ili wewe uweze kulinda hatima yako, you need to keep the hand of God. Lazima uweke and Paul says in Colossians, I will hide the word of God in my heart, so that I will not sin against. Nitalificha neno la Mungu ndani ya moyo wangu nisije nikamkosa. Let the word of God dwell in you richly. Wacha neno la Mungu likaiwe ndani yako kwa wingi. As you listen to the word of God, unaposikiza neno la Mungu, the word of God becomes a shield. Neno la Mungu linakuwa ni ngao. It becomes a shield. Linakuwa ni ngao. And it shields your destiny. Linda hatima yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You have a prophetic destiny. Una hatima ya unabii. And how do you get this prophetic destiny? Na hii hatima ya unabii unaipata. It is by reading the word of God. Ni kwa kuishi kadri ya neno la Mungu. Because the word of God will tell you there is an open door. Neno la Mungu litakwambia kuna mlango ulio wazi. An opportunity that you need to tap in it. Una nafasi yako kujichukulia. Don't allow it to pass you. So read the word of God. Listen to the word of God. And get to know what is the Spirit talking about with your destiny.
Mtakatifu yonena nini kuhusu hatima? Number 3. Namba 3. How do you work towards your target? Namba 3. Je, utachuchumiaje kuelekea kwenye lengo lako? We said the first thing is kwanza. Jambo la kwanza, we said you have to put the past behind you. Ya kwanza ni kuyaweka, ni kuyasahau yale ya nyuma. The second thing, jambo la pili, we said you protect your prophetic destiny. Tukasema ni kulinda hatima yako ya unabii. The third thing, jambo la tatu, is to possess your new opportunity. Ni kujinyakulia nafasi zako mpya. Possess your new opportunity. Nyakua nafasi mpya. Your open doors. Mlango ulio wazi. Revelation chapter 3 verse number 7. Ufunuo wa Yohana 3:7. Go with me to Revelation chapter 3 verse number 7. Ufunuo wa Yohana 3:7. Revelation chapter 3 verse number 7. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 aya ya 7. The Bible says, Biblia inasema, to the angel of the church of Philadelphia like this. These are the words of him who is holy, true, who holds the key of David. Whatever he opens, no one can shut. Whatever he shuts, no one can open. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Possess your new opportunities. Jinyakulie nafasi yako mpya. Almost it says protect your open doors. Inasema kwamba linda milango yako iliyofunguliwa. God will open doors before you. Mungu atafungua milango mbele yako. And be faithful to those doors that are opened. Na uwe mwaminifu, ama atakuwa mwaminifu kwa milango ile iliyofunguliwa. The Lord is talking about this church of Philadelphia. Mungu anaongea kuhusu kanisa hili la Philadelphia. And he says whatever he opens, no one can shut. Aliyofungua hakuna awezaye kufunga. If the Lord has opened a door for you, ikiwa Mungu amefungua mlango kwako, possess it. Jinyakulie. Go in, go through it. Pitia mlango huo. Faithfulness leads to greater opportunities. Uaminifu unafungua hata nafasi zaidi. Remember the parable of talents. Kumbuka mfano ule wa talanta. The people that were given talents. Wale watu ambao walipewa talanta. When they were given talents, walipopatiwa zile talanta, the one who was given 5, aliyepewa talanta 5, he was faithful to multiply them by 2. Mwaminifu akazizalisha. The one who was given 2, aliyepatiwa 2, he was faithful. akawa mwaminifu. But the one who was given 1, lakini aliyepewa 1, he was not faithful. yeye hakuwa mwaminifu. So he discredited himself and discredited even his master. Yeye akakosa kumwamini mkuu wake na akaweza kujiamini mwenyewe. And he was not faithful with the little. Na hakuwa mwaminifu na kile alichopewa. Are there some doors the Lord has opened for you? Je, kuna milango ambayo Mungu amekufungulia? And I want to say there is a door for every one of us. Nataka kutangaza kwamba kuna mlango kwa kila mmoja wetu. And it is important for you to recognize the door that the Lord has opened to you for you. Kwetu kutambua milango ambayo Mungu amefungua kwa sababu yeye. Because God is the one who opened doors. Kwa sababu Mungu ndiye afunguaye milango. When I am mentoring people, ninapowalea watu, I've been mentoring people throughout my ministry. Nimelea watu wengi kwa katika huduma yangu. I always emphasize and tell the people that I am raising up. Na mimi hutilia mkazo na kuambia watu kwamba ninawakuza. Don't spread yourself too thin. Wewe usijiweke ukajitandaza ukawa umepamba sana. Don't spread yourself too thin. Usijitandaze sana. Such that you are chasing everything that comes your way. Hivi kwamba kila kitu ambacho kinakuja njia yako wakimbizana nacho. Mnanisikiliza lakini? Hii ni mradi kwa. Wacha nisungumuze kwa Kiswahili kidogo. Naendelea Kiswahili kanini? When we were growing up, tulipokuwa tukikua, tulikuwa tunawida. Tulitoa hitagana.
na ukiwinda sana sana kwetu kulikuwa sungura. Na ndio kuwinda kaijira kijuwito kwa boku. That once in a while there were these deers. Na limwe nugyo ndembe baya bwalika. And twasitagadia. Deer. And a good dog that knows how to hunt. Na kakuike ama mbwa mzuri ambaye anajua kuwinda. Ni ile ikiona sungura moja ama ikiona antelope moja. Ni ikiona bukwimwe kana yone dia emwe. Inafuata hiyo. Irumana ndio. Kwa sababu vile kunafanyika kichakani. Ndio kajina kile moja genda kaine. Unapokwenda kuwinda, ukianza kukibisha mnyama mmoja hapa, waje kutengelia nyamwe hapa. Ukifika ng'ambo ile ingine, ukilinga mule mole okay. Ingine inatokea. Ikikaumira ikaukuka. Na yule mbwa mbaya, yule hajui, huyu ile aitoi kwenda, inaachana na ile ya kwanza. Itinga na kutengelea na inaanza kukibishana na hii ya pili. Ikifika ng'ambo ile ingine, ingine inatokea. Anaanza kukibishana ingine. Na unajua ile ya kwanza ilikuwa imechoka. Lakini ukianza na ingine mpya, ingine mpya haijachoka. Kwa hivyo mwisho wake ile mbwa ndio itachoka. Lakini yule mbwa mzuri anajua kuwinda. Togane guyeria yoe koigadaha. Tulikuwa tunasema ni yule mbwa ambaye anajua kuweka herufu ya mnyama mmoja wa kwanza. Herufu ya mnyama mmoja inafuata. Kwa hiyo ni igadaha ikaketengelia hiyo ya mbele ile inafuata yule wa kwanza. Bwana asifiwe. Kwanza ni abosho. Ndio modo gayada ingia koigadaha. Mwambie Mungu anisaidie kuweka harufu. Kuweka harufu ya kwanza. Harufu ya kwanza. Because if you are doing everything in life, ni todo, ikiwa unafanya kila kitu katika maisha, you become a jack of all trades. Wewe unashika kila kitu kinachokuja kwako. But you are a master of none. Lakini hakuna kitu ambacho utaweza kusema wewe umekishika. So God will open doors for you. Kwa hiyo Mungu atafungua milango kwa sababu yako. But let me tell us. Lakini nataka kutangaza, all those doors that are open are yours. Sio milango yote iliyo wazi ambayo ni yako. Mungu akufungulie milango yote. Kaida higura milango yote. Anakufungulia mlango huu. Akuhigura kila mlango huyo na akafunga huu. Akahigo. Bwana asifiwe. Bwana ni bosho. Mimi alinifungulia kamlango ya kuhubiri. Ahigulile mlango wa kukuja. Akafunga kamlango ya kuwa daktari. Akihigile mlango wa kuwa daktari. Are we together? I'm saying because we are with the daktari here. Ndio kutoka na daktari hapa. Akanifungulia mlango wa kuhubiri. Akihigulile mlango ya akafunga mlango wa kuwa mwanabiashara. Akihigira mlango wa biashara. Na sasa katika maisha yangu nikianza kufanya biashara na ninafika masaa ya jioni, sijui kama nitaenda bali. Hataki kusema hivyo kwa sababu hataki kusikia ninafika jioni. But I am saying, take advantage of your open doors. Chukua nafasi ama nyakua milango iliyofunguka kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Amen. Inua mkono wako mwambie Mungu, nisaidie ku take advantage of the open doors. Kunyakua nafasi ya milango iliyofunguka. Bwana asifiwe. Amen. And I want to tell us there are doors that will be closed for you. Na ninataka kusema pia hapa ya kwamba kuna milango ambayo itafungwa kwako. And one thing that you need to know, also recognize the doors that are ajar before you. Na jambo ambalo pia ni bora kujua ni kujua milango ambayo imefungwa mbele yako. Imefungwa mbele yako. Umwambie Mungu akupatie uwezo wa kujua milango yako ile imefunguka na milango yako ile imefanya nini ambayo imefungwa. Tuko pamoja? Kuna milango yako itafunguka na ingine itafanya nini? Milango ya mbingu hii. Kwa sababu Biblia inasema I have set an open door for you, and when he shuts
no one can do what? Can open. Nitondo Biblia leo nimeweka mlango wazi mbele yako na mlango niliofungua hakuna aweza kufungua. Fanya hivi useme milango ingine nitafunguliwa. Milango ingine nitafunguliwa. Milango ingine nitafungiwa. Milango ingine nitafungiwa. Mungu nisaidie kuingia na milango ile nimefunguliwa. Hallelujah. Amen. Is that your prayer this morning? Hilo ni ombi lako asubuhi ya leo. And I want to tell you. Na ningependa kusema, don't panic. Usiwe na taharuki. When you find a certain door has been closed. Wakati mlango fulani utafungika. Another door will be opened for you. Mwingine utafunguka. These doors are opportunities in life. Milango hii ni nafasi katika maisha. Lastly, mwisho, learn to push forward in faith. Jifunze kusonga mbele kwa imani. Learn to push forward in faith. Jifunze kusonga mbele kwa imani. We walk by faith. Sisi tutembea kwa imani. Not by sight. Sio kwa kuona. Abraham in Romans chapter 4 from verse number 17. Katika Warumi sura ya 4 ukianza hapo 17. He learned to hope against hope. Yeye akajifunza kuwa na imani iliyokithiri. And he pushed by faith. Na akasukuma kwa imani. I'm saying push by faith. Sukuma ama songa mbele kwa imani. Say I will push by faith. Nitasonga mbele kwa imani. I will push forward by faith. Nitasonga mbele kwa imani. So learn to push by faith. Kwa hivyo jifunze kusukuma mbele kwa imani. And faith is the opposite of fear. Na imani ni kinyume cha uoga. So learn to move forward by faith. Jifunze kutembea mbele kwa imani. Because the Bible says in Hebrews chapter 11. Kwa sababu Biblia inasema katika Waebrania 11. Now faith is. Sasa imani ni the substance of things hoped for. Bayana ya mambo ambayo yanatarajiwa. The evidence of things not seen. Dhahiri ya mambo yasionekana, bayana ya mambo yasioonekana. So learn to walk by faith. Jifunze kutembea kwa imani. Learn to move by faith. Jifunze kutembea kwa imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We said if we are going to work towards our target, tulisema ya kwamba ikiwa tutaenenda kuelekea kwenye lengo letu, learn to put your past failures behind you. Kwanza tuyasahau ya nyuma. Secondly, mwanguko wa kwanza. The second thing, jambo la pili, protect your prophetic destiny. Tuilinde hatima yetu ya unabii. The third thing, jambo la tatu, possess your opportunities. Jinyakulie nafasi zilizoko. Your opportunities are open doors. Nyakati ama nafasi zako ni milango iliyofunguliwa. And the third thing, the fourth thing, it is you learn to push forward in faith. Jifunze kusonga mbele kwa imani. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want us to stand up on your feet. Ningependa tusimame kwa miguu yetu. And let this be your prayer items. Na hii iwe ni ombi lako. And you tell God, I will learn to push the past behind me. Namwambia Mungu, nitajifunza kuweka mambo ya I will protect my prophetic destiny. Nitalinda hatima yangu ya unabii. I will possess my open doors, my opportunities. Nafasi zangu, milango yangu iliyofunguka. I will push by faith. Nitatembea songa mbele kwa imani. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Shall we all stand up on our feet? Simame sisi sote kwa miguu yetu. We are praying. Sisi tunataka kuomba. And I'm declaring this day. Tangaza siku ya leo. That your future is guaranteed. Hatima yako imehakikishwa. Remember, we said you have a future. Kumbuka tulisema kwamba una hatima. You have hope. Unatumaini. And no one will cut off your future. Hakuna atakayeikata hatima yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And I declare in the name of Jesus. Tangaza katika jina la Yesu. May your prophetic destiny. Ya kwamba hatima yako ya kinabii. Be clear in your mind. Ikuwe wazi katika mawazo yako. So that you may protect it. Ili uweze kuilinda. If you believe it, say amen. Kama unaamini hivyo sema amina. I'm saying it again. Ninasema tena. May God give you ability. Mungu akupe uwezo. To learn. Kujua. To push the past failures behind. Weka
In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May God help you to protect your destiny. Mungu akusaidie kulinda hatima yako. May you enter your open doors. Uweze kupitia kwenye malango yaliyofunguka. May you have faith enough. Uwe na imani iliyotosha. To push forward. Songa mbele. Lift up your hands. Inua mkono wako. And declare life to yourself. Na utangaze maisha. Prophesy to your life. Utangazie maisha yako. Tabiria maisha yako sasa. Tabiria maisha yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Just say something. Open your mouth before the Lord. Mdomo wako mbele za Mungu. Start saying something before the Lord. Sema jambo mbele za Mungu. Tunasema kitu mbele zako Bwana. Yes, Lord, we thank you. Fungua kinywa chako. Open your mouth. Open your mouth and go before the Lord. Fungua kinywa chako ukaende mbele za Mungu. Tunataka kuomba mbele zake Bwana. Pray for the Lord. Kuna wakati mingi sana tunafungwa na mambo yaliyopita. Mahinda mengine tu hapo ni mambo maremahi tu. Na tunashindwa na kwenda mbele. Na tukane Mungu ndiye mbele. Kuna wakati mwingine hata tunalaani mambo yale tumetabiriwa katika maisha yetu. Ona mahinda mage tukale kabla kirumi kule mambo Vinywa vyetu vinalaani mambo yale Mungu ametutabiria. Lakini Paulo akasema, I was not disobedient. Akasema, I was not disobedient to a prophetic, to my vision. May God help us. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wakati mwingine macho yetu hayaoni milango iliyofunguka. Na kila wakati tunakibishana na jambo mpya. Tunapoteza wakati. Lakini Mungu atatusaidia. Tunakataa hiyo roho ya kutawanyika. Duge imedalegana na roho akwagaga. Imedalegana na kiagago. The spirit of destruction. Yeah, we refuse that in the name of Jesus. May God give us a spirit that will enable us to know our prophetic destiny. In the name of Jesus. Yes, I'm putting this prayer in your mouth, on your lips, and continue to worship the Lord. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Thank you, daktari. Tungetaka kuomba na wewe uliye hapa na una